Amen. Kuna kitu inaitwa adaptation ama hata kuiga. Mahali umekuwa miaka 5 inaweza kuinfluence maisha yako ukataka kufanya hiyo kitu. Kama kwa mfano, kuna wakati nilifanya kwa supermarket 9 years. Nilitamani kufungua supermarket. Amen. Mtoto akizaliwa akiwa mchanga na azaliwe kwa msitu na akae na babuni miaka 5, ataongea hiyo lugha. Haizi ongea lugha nyingine. Hiyo lugha ya hiyo tumbili ataongea na ataruka kwa hizo miti. Ingawa hata kuwa na mkia, lakini atafanana tu na hizo vitu. Na atakuwa ni mnyama wa pori. Amen. Nimeona kitu kingine katika YouTube. Kuna mtoto fulani ambaye ana shape ya kichwa kama tumbili. It's a very sad story. There's a woman ambaye alimrea. Wakati alizaa watoto 3 ambao wanafanana na tumbili, bwana alitoroka. Kisha akawalea. Watoto wenzake wakimuona wanamkejeli na kumtusi. Lakini yeye analive to a normal life. So watu wa rehabilitation wakakuja wakajengea mama yake nyumba nzuri sana. Naishi vizuri sasa. So wanajaribu tu kufanyiwa tu physiotherapy kidogo ili warudi sawa sawa. Why am I saying that? Influence iko, adaptation. Katika maisha ambayo tuko sahizi, kuna mtu anafanya mahali na akiangalia environment ile iko, ile yeye ako. Hiyo environment ina influence future yake. Kwa sababu yeye anafanya kwa KDF, anaona aende asome criminology na mke wake afanye criminology, alafu maana ukifanya criminology ndio unaweza ku-own a security firm. So ili waende wa-own security firm yao. You can imagine, it's just the influence. Influence ya adaptation, ili ana-adapt to the environment. Amen. Mtoto wako ambao umemzaa anaweza akakuiga. Sema kwa mfano, baba analewa chakari, na maybe pia anavuta bangi ama anavuta sigara. So mtoto akiwa katika pilika ya kucheza cheza, unaweza ona akiroll karatasi, anaweka kwa moto na anavuta kama sigara. Sababu hiyo ndiyo anaona kila mara. Ana-adapt to that. Ana-adapt. Kama ni mtoto wa kike, naona kama ni mdogo lakini akona handbag kadogo na akona simu na anaweza kujipodoa. Maana hizo ndiyo anaona. Hiyo ndiyo anaona. Hajaona ingine. So maybe siku moja akiona mama anaendaga kazini, naye analala kutoka nje. Sasa akiona mama anavaanga miniskirt na yeye pia anavaa hiyo. Oh, mama anavaanga vingine na yeye anavaa hivyo vile mama anavaa. Si ati anaitoa mbali, ni adaptation. Pale amekaa miaka 5, ile kitu anaona hapo, hiyo ndiyo anachukua. What is it that you do behind the curtains that you don't want even a child to see? Ataifanya, maana hiyo kwa damu sasa. Sio lazima mtoto wangu aone kama anavuta bangi ndiye avute, sababu iko kwa damu. Tasikia tu alivuta. Si lazima. It is there in the blood. But we pray that our children should not be wayward. Yani wayward, wasiwe watu wamepotoka, wasipotoke. So that is why when we are told to pray like it is yours. Pray for a child. Pray for somebody's child. When we were young, in our early ages, sisi tulivaa tu kaptula, suruali imefika hapa. Na baada ya michezo mingi, ungekuwa na patches huku kwa mkia. Patches.
Na hata kama unaenda nayo shule, bado ungeenda tu nayo shule. Huku sweta hapa, meraruka na pande ingine. This was just normal. Tena tulikuwa tunatembea tu mguu tupu. It was not an issue. But now life has come to a place. Watoto wako primary, hata wako pre-uni tuko, wanavaa long trouser. Life has changed. So things are changing. Sisi hata secondary school, mimi sikuona long trouser. Nilikuwa tuna suruali mpaka form 4. Ilikuwa too short hapa mpaka form 4. That was then. And then things were not like now. So sahi, sisi hatukuwa atina sijui video games, sijui hatukuwa na vitu zingine. Sisi tulicheza tu kwa mchanga, unachukua mpira unatengeneza na unagonga. Lakini siku hizi unachukua simu na naona hiyo mpira hapo na anaicheza na kunyang'anya simu yako haikuwa yake. Inaisha moto kila wakati. Na inabidi tu umpatie kwa sababu sasa unafanya nini? Hiyo ndiyo anataka na lilia kweli kweli kama ni yake. So as you continue in this life, the child adapts to what he sees. What the child sees, hiyo ndiyo anafanya. So alafu mpaka John Maxwell alipokuja akaunda law, akasema what a person sees becomes part of him. Yaani kweli ile umeona. Mungu akamwambia Abraham mahali, as far as you can see, I've given you. Amen. So mimi nasema, let us pray behind the scenes. Here, the prayer here, see, hii ni kidogo. Prayer behind there is more than prayer here. If you have a prayer life ambayo ni fiche, kule nyuma, I'm telling you, somebody was giving me a testimony. Somebody told me, Bwana, ombea mke wa pastor wangu. Kuambia what is wrong with the wife of your pastor. Niambia mke wa pastor wangu ana crutches, natembea kwa crutches. Lakini ukimsogea ili umuombee, anasema usimuombee. Na ukimsogea ili umsaidie, anajifanya tu hapo sawa. Lakini sisi tunaona tumsaidie. So nikamwambia, wewe muombee behind the scenes. Bwana atakukumbuka kwa sababu ya hiyo. When you go into somebody's house and that house doesn't match yours, maybe yours is better than the one you've come to. What do? If you feel it in your heart to bless that person with a thing ile ambao yeye hana, well and good. Amen. But gossiping behind the curtain that this is how it is, it's wrong. It's wrong. So me, I would say, the things that we do, maybe we adapted them from others. But when we come to church, we are taught otherwise. The teachings that we get them so that we undo the things of old, so that the new can come in. Ndiposa ile maandiko iseme hivyo. 2 Corinthians 5:17 mpaka 21. Reconciliation. Sasa ya kale yamepita, yamekuwa mapya. That mapya must get into us. If it doesn't get, then the mind can't change to think aright. Yeah, the mind can't change. Because it is the more you are prodded, unaambiwa mpaka unaamua nifanye sasa. Hivyo ndivyo wokovu ilivyo. We were not just saved and the next day we are preaching. No. Me, I've told you this testimony again and again. Where I was saved, mi sikuwekwa tu pole pole. Mi okoka leo na kesho nimepelekwa uinjilisti. Na mtu anaokoka. Sasa mtu ni rika yangu, mimi naokoka leo, ameokoka kesho, na tena tunaenda uinjilisti tena. Si mchezo. And it was serious. Na nikadhani kwamba ataacha, hakuacha. Sasa yeye ni mhubiri. Yeah. So it is adaptation. You adapt to the things that you hear. We hear
What you hear, employ. Yani do it. Apply it. Or employ it in your mind. Do it, and your life will never be the same again. Amen? Unajua wakati wa enzi zetu zile, baba wowote ambaye angekupata njiani umekosea angekupiga kofi na kutandike vibaya sana. Lakini saa hii umekuzaje mtoto wangu? Huyo mtoto wangu unawezaje kuguza mtoto wangu? That is it now. Just imagine somebody is giving correction, but it doesn't look like correction. I say, the Bible says somewhere, kwa wale waliozoezwa kwa ukaripiwa wamekuwa wazuri. Maana wamezoezewa ni kukaripiwa, umefanya nini? Unachapa hiyo kosa. Umefanya Saila amefanya hiyo kosa, unakaripia yeye, yani unamkemea. It's good. So kemea kitu kama ingali mbichi. If you leave it for some time, you'll go out of hand. You'll go out of hand. If you just go out of hand, utasema huyu bado ni mdogo, huyu hawezi pigwa. Nani alikuambia? I've once told you here in this pulpit that mtoto huanza kufundishwa kabla hajakuja. Nimesema aje? Mtoto huanze kufundishwa kabla hajatokea. Sijasema vizuri. Wacha nirudie tena. Nataka msikie hiyo. Mtoto huanza kufundishwa kabla apatikane. Kabla apatikane. Unajua kabla apatikane kwa nini? Kwa sababu nyinyi ni waombezi na mnaomba. Akija atapata aliombewa. Ataingia katika atmosphere iliyoombewa. Akitokea atakuwa amenawili sawa sawa. Watu wote watampenda. So ombea na wale wengine, wale unaona na wale hauoni. Waombe. Ni hivyo tu. Sina jambo jingine. Nimalizia hapo. So we want to give, we give unto the Lord. So praise and worship. Are they somewhere?